Mheshimiwa wa mtandao wetu wa Mwakenya TV, mahali popote ulipo unapotazama hii kanda, hujambo? Karibu katika uchanganuzi wa siasa ili nikueleze yale ambayo yanaendelea, kisha baadaye nitakuwa nachanganua moja kwa moja kabla nitamatishe hii kanda, maana naileta chini ya dakika 10. Naomba kuuliza swali kabla nizame kwa undani. Je, unaamini Kalonzo Musyoka anaweza kuungana na Rais William Ruto kabla ya 2027? Utaniandikia katika sehemu ya maoni na kupitia tuone ni kivipi nyinyi wenyewe kama watazamaji mnafikiria kuhusiana na siasa ambazo zinaendelea kubadilika humu nchini katika taifa letu la Kenya. Karibu katika uchanganuzi ili nikueleze kuhusu siri kubwa kuhusiana na kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka kukutana na Rais William Ruto. Ni kipi hiki ambacho kimeweza kufichuliwa? Kabla nizame kwa undani, naomba kushukuru wote ambao mnatazama hii kanda mahali popote mlipo, na wale ambao ni subscribers na wale ambao mnatazama. Huyu Mungu anayebariki wengine azidi kuwafungulia milango ya mibaraka kila wakati. Ombi langu moja tu kwa unyenyekevu na heshima kubwa, ikiwa unatazama tupe a like katika kanda hii, na ikiwa wewe ni mgeni ama unatazama lakini bado hauja subscribe, kuna kitufe hapa chini kimeandikwa subscribe. Bonyeza hicho kitufe ili kuwa subscribed. Kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kada zote pindi tu tunapozungua katika mtandao huu wa Mwakenya TV, maana utakuwa unapokeza notification ya kufahamisha kwa Mwakenya TV ameweka kanda mpya ambayo inastahili kutazamwa. Sambaza hii kanda kwa grupu moja ama mbili katika mtandao wa WhatsApp, na asante, barikiwa na Mwenyezi Mungu akae katika kiti cha enzi kwa kutia milango. Karibu ili tukaweze kuendelea pamoja. Kuna kanda ambayo inaendelea kusambazwa katika mitandao ya kijamii kuhusiana na Kalonzo Musyoka kukutana na Rais William Ruto. Sasa kuna siri ambayo imeweza kufichuliwa kuhusiana na hiyo kanda ambayo inaonyeshwa katika mitandao ya kijamii. Kwa kusema ukweli halisi wa mambo, Kalonzo Musyoka ameweza kukanusha madai hayo kwamba aliweza kuenda katika ikulu ya Kenya na kukutana na Rais William Ruto. Na katika kanda hii tutakuwa tunachanganua kiundani haswa katika siasa na kujiuliza swali, mbona kanda hii inaendelea kusambazwa na fununu kwamba Rais William Ruto amekutana na kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka? Mbona haya yote yanaendelea? Point number 1. It's a political strategy to weaken opposition. Yaani ni njama ya kisiasa kuyumbisha mrengo wa upinzani. Ndio maana tumeshuhudia kanda hii ikiendelea kusambazwa katika mitandao ya kijamii. Kanda hiyo, sijui kama umeiona, iliweza kurekodiwa tarehe 9 mwezi wa 3 mwaka 2024 wakati Kalonzo Musyoka na viongozi wengine katika mrengo wa upinzani wakati huo Azimio la Umoja walifika katika ikulu ya Kenya ili kuwasilisha ripoti ya National Dialogue Committee, ukipenda NADCO report. Sasa kanda hii imeweza kuletwa kama njia moja ya kuyumbisha muungano wa Azimio ama mrengo ule ambao unaongozwa na Kalonzo Musyoka, Rigathi Gachagua, Eugene Wamalwa, Fred Matiang'i, Natembeya na wengine wengi, akina Martha Karua, ili Wakenya waone huyu Kalonzo huenda atatusaliti vile Raila Odinga naye anadaiwa kusaliti wa Kenya. Baada ya Raila Odinga kutoa ahadi kwamba atakuwa anafanya kazi na serikali kuhakikisha kwamba corruption imefikishwa mwisho na masuala mengine muhimu kushughulikiwa, na kushughulikiwa kwa pima mpya ya afya humu nchini SHA, Raila aliweza kusimama na kusema ya kwamba vile Wakenya wanadai yeye aliweza kuwasaliti, hajasaliti yeyote. Tumsikize Raila Odinga. Anasema leo Sadata, tumesaliti nani? Tumesaliti nani? Tumesaliti nani?
tumesaliti. Tulikuwa tayari tumesema tunataka kuendelea mbele na watu, na wewe mwenyewe nikamwambia tuendelee mbele, wakakataa. Nasema mara na yeye akatuuliza. Mimi niliwaeleza. Sasa baada ya hayo kuonekana, hii ni njama ambayo inaanza kujibuka kuhakikisha ya kwamba Kalonzo ameharibiwa maybe, ama mrengo wa Azimio umeweza kupoteza mwelekeo. Ndio maana kanda hizi zinaendelea kusambazwa katika mitandao ya kijamii. Point number 2. Mbona haya yote yanaendelea? To compel Kalonzo Musyoka to think otherwise. Yaani kumlazimisha Kalonzo Musyoka kufikiria kivingine kisiasa ili amue kumfuata Raila Odinga. Kwa sababu kwa takriban miaka 15 20 penye Raila Odinga anapatikana, hapo ndipo Kalonzo Musyoka anakuwa. Kwa miaka 20 sasa. Maana wamekuwa na urafiki wa karibu wa kisiasa kwa muda mrefu. Sasa wanaendelea kuhakikisha ya kwamba Raila ameweza, ama Kalonzo ameweza kumfuata Raila na kuungana pamoja katika serikali ya sasa. Ndio maana tunaendelea kushuhudia haya yote. Lakini Kalonzo Musyoka ameweza kusimama tisti imara na kukanusha madai hayo na kusema haiwezekani, liwe liwalo na liwe. Watahakikisha ya kwamba wataunda muungano ambao utahakikisha ya kwamba Ruto hachaguliwi kwa mara ya pili katika uchaguzi ujao wa mwaka 2027. Na hii nayo tusidanganyane. Kalonzo this time round must be on the ballot. Lazima atakuwa kwa debe kuwania kiti cha urais. Na muungano huu unaendelea kuundwa kuhakikisha kwamba watapata ushindi mkubwa ifikapo uchaguzi ujao wa mwaka 2027. Na nimeona kuna kampeni ambazo zina